fupi. Sasa taarifa kutoka Manyara, chombo chenye imani ya kusimamia na kupinga rushwa michezoni, TAKUKURU, kwa upande wa Manyara, kikiongozwa na Somebody Bahati, kimeanza kufanya uchunguzi kwa mchezaji kujua kama kweli alihusika kwenye kurubuniwa kwa matumizi ya fedha ili aweze kuruhusu magoli yale mawili ya mwanzo ambayo kocha mkuu wa Fountain Robert Matano anaamini ndio sababu ya Fountain kufungwa goli 4, kwa sababu na mambo yanaendelea rafiki yangu. Lazima vitu viendelee kufuatiliwa. Hatulazimishi kama Yanga wametoa fedha kwa Fountain, kwa Nobo, lakini tunataka hizi kelele zinazopigwa kwamba eti Young Africans ushindi wake mwingi ni wa bahasha, hii itoke. Baada ya kutoroka kambini siku moja kabla, viongozi wakasema sawa, taarifa zake tunazo, ila wacha tuone mtego huu atanasuka, tuone kweli. Kenda kutuonesha mazingaombwe kwenye mechi. Sasa wachezaji, ujue wachezaji mnakaa kambini, wachezaji wanalala sometime chumba kimoja, wachezaji wawili au hadi watatu. Manake kuna kusimuliana, kuna siri za mchezaji mnajuana. Sasa lakini sasa katika hali ya kushangaza ile mechi imeenda half time, wachezaji wa Fountain Gate wakasahau ile imani yao ya kwamba wachezaji tunalazimika kulindana sisi kwa sisi. Wakasema huu ulinzi wa kumlinda huyu bwana sasa unatosha, tunaenda kumnyuka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Wameingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji wa Fountain, wakataka kumpiga yule bwana. Makofi Lugano nakwambia. Wanataka kumpiga, viongozi ndio wakasema hii itakuwa kesi kubwa kwetu, tumtoe Nobo. Sawa, akazingua, pengine sisi wao viongozi wamekereka zaidi ya wachezaji, wamtoe. Sasa wakalazimika wampeleke hotelini. Nikitolea timu yangu mimi ya Fountain Gate, ni moja ya timu ambayo imeonewa huenda kuliko timu zote kwenye timu 16 zinazoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Na sielewi kwa nini mamlaka husika hawanyanyuki kusema ama hawaoni, na kama hawaoni wanataka waoneshwe kitu gani ili waweze kuona. Bwana, wanakuambia kwamba ukipewa lifti achana na swala kugonga honi, haikuhusu, inatakiwa utulie. Sawa, kila kitu unachokiona hakikuhusu. Wewe ni lifti, panda, alafu shuka, kwa heri, mambo yanaendelea kama ilivyo kawaida. Ukianza kupiga kwa maana zile honi, maana yake ushaanza kuwa na kiherehere. Dereva akiwa nakupeleka huku wewe nenda, kipeleka huku wewe nenda, ndo gharama ya lifti yenyewe. Mimi naitwa Lugano Israeli. Niko na farasi wa vita. Bwana, hivi mshakuonaga farasi jinsi anavyokimbiaga kwenye vita ile? Basi huyu ndo farasi mwenyewe wa vita. Bwana, vipi? Bwana poa ndugu yangu Lugano Israeli Mwakeja. Mambo farasi wa vita. Tuko mwanangu, tunapambana vitani, ishakuwa vita tena, lakini kwa kuwa farasi tuko hapa, tunahakikisha kila kitu kinakaa sawa, kuhakikisha mpira wetu unanyoka, unajua yeah. Bwana, kati ya watu ambao jina la Lugano Israel afu kaiongezea Mwakeja ipo, lakini ujamaa kaiongezea sana. Kiwa kwenye kipindi bwana Lugano Israel Mwakeja, bwana umeongezea value kubwa sana. Of course napenda zaidi ya kutumia majina matatu. Hiyo imekuwa nature yangu. Mimi napenda mtu anayefanya naye kipindi, name interview. Napenda kutumia majina matatu, na hiki ni moja ya kitu nilikichukua kutoka kwa malegendari waliotangulia kwenye kazi hii. Moja ya vitu vingi ama vichache nilivyovichukua kwa Clifford Mario Ndimbo. Umeona jina lilivyoenda hivyo? Clifford Mario Ndimbo. Maulid Baraka Kitenge. Maulid Baraka Kitenge. Sasa Maulid yeye hakuepo ama hayupo kwenye hii system ya Clifford Mario Ndimbo. Kwamba Clifford Mario Ndimbo amekuwa mimi sikio langu limekuwa likifurahishwa sana na Clifford Mario Ndimbo wakati anatangaza Times, kumsikiliza akiwa anatangaza stories za michezo, lakini kwenye kila kutaja jina anatumia majina matatu. Kwa hiyo utamkuta mtu anamtaja mchezaji anatumia majina matatu. Nikaipenda ile. Lakini hata Maulid pia anafanyaga hivi. Anafanya, sikatai, anafanya, lakini hii nilichukua kwa Clifford Mario Ndimbo. Na mimi nimeingia kwenye mfumo Lugano Israel Mwakeja. Bwana, lazima tujivunie vitu vyetu, au sio? Maziko, Emmanuel Jonas Emmanuel Maziko. Bwana, majina matatu haya. Ushe kupanda kwenye gari alafu kwenye zile honi zile, ukaona kuna haja dereva kama kadirei hivi au kashuka chini, hebu pige honi. Ushakufanyaga hicho kitu wewe? Kupiga honi sije kufikiria, lakini nishagombana sana wakati napanda daladala kubishana na makondakta pindi ambako nahisi gari limejaa. Alafu bado konda nikichungulia nje namuona bado anaendelea kuita watu au kasimama anasubiria watu waje.
Natamani kupiga honi au kumwambia dereva bwana tondoke, mwanao anatuchelewesha, tuna mambo tunawahi, lakini ndio hivyo, iwezekane kwa sababu ni biashara za watu. So kutamani kupiga honi moja kwa moja sijawahi, lakini nimewahi tu kuchukizwa na kuchelewa, maana yake ni mule tu kupiga honi tondoke. Kwa nini usifikirie la pengine ku request au kuchukua taxi ukiona unakerwa huko yani? Kwa nini usitumie nguvu hiyo kufikiri pia? Sasa kipindi kile mambo yameinama, uwanja umekuinamia mzee wangu, hata lazima mpole. Hela ya kuanza kuita mausafiri private ilikuwa ni changamoto kidogo. Kuchukua tu pikipiki buku inakuwa ni changamoto, maana ni lazima utumie 600 kwenda 600 kurudi, daladala chap, mambo mengine yanakuwa rahisi huko. Lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amefungua njia kidogo, tumesogea, kwa hiyo tumetoka kwenye zile stress, tuko kwenye mambo mengine, si dhambi. Maana hata leo tunaweza tukatumia usafiri wa public na kuna kitu chochote au mtu yote anaweza kukuhoji, wala tulaumu na mtu anayekulaumu. Yes, ni maamuzi tu. Bwana, hii ni Lucky Media, kama ambavyo unafahamu ni kawaida yetu, tunaanza na story zingine. Tuna maisha mengine nje ya mpira wa miguu, tuna mambo mengine ya kujadili nje ya mpira wa miguu, kama kupiga honi vile. Inawezekana kuna watu ambao wanatamani kupiga honi, lakini madereva na wamiliki wa vyombo wana maindi sana. Nikuibie tu siri. Bwana, tuzungumze sasa, turudi kwenye masuala yetu ya mpira wa miguu. Hili swala la upangaji wa matokeo umekuwa ni mjadala mzito sana. Haujaanza kwenye tukio la Fountain Gate FC. Lilianza kwenye matukio mengi sana ambayo yamepita. Ukitoka kwenye GSM kuweka vilabu kudhamini vilabu 8 zaidi ya 5 ngapi huko. Kuna matukio ya marefari, matukio yao yanazungumziwa kupangwa matokeo, mengine tunazungumzia match fixing, lakini pia kuna matukio mengi mpaka Tabora yametokea huko, Simba na Mungu yametokea hivyo, bado umeendelea mpaka huko Manyara. Bado kuna kitu ambacho kinaonekana hakiko sawa. Kwa upande wako, kuhusiana na mtazamo wako kuhusiana na swala la upangaji wa matokeo na rushwa viwanjani, hebu nipe mtazamo wako kwa sasa. Nini unachokiona kwenye ligi yetu? Unaona mwisho wake ni nini kwenye hiki ambacho kinaendelea sasa hivi? Of course ligi yetu, mtazamo kiangalia mbele, kuna dalili mbaya sana ligi yetu kwenda kuanguka kutoka kwenye namba 4 ambao tunaitazama Afrika, na pengine kufika hata namba za chini huku ambako aliko Kenya, aliko wapi Ghana pia, kwa sababu hata wao Ghana, Kenya wamekuwa huku kwenye namba za mwisho kwa sababu ya uzembe wao ambao waliufanya ndani ya ligi, kwa maana ya bodi, shirikisho na hata vilabu vyenyewe. Kuna muda Kenya hapa hadi serikali iliingilia mpira wa miguu, ndio maana wakafungiwa miaka 2 wakawa jihusishi na mpira wa miguu. Lakini hadi serikali inaingilia masuala ya mpira wa miguu, tafsiri yake kuna vitu vibaya sana vinaendelea ambavyo vinaweza vikaharibu sifa ya nchi. Sasa kwa Tanzania, kwa ligi yetu ilivyo, inachafuliwa na mambo mengi sana, ikiwepo upangwaji wa matokeo, na uwezo ukapanga matokeo bila kutumia fedha. Manake fedha zinaenda kuharibu soka letu, kwa namna ambavyo nguvu ya fedha tunahitaji kwenye ligi yetu. Vilabu viwe na fedha na uchumi mzuri ili viweze kupambana kwa na wachezaji wazuri, lakini vinashindwa kwa sababu ya uchumi mdogo waliokuwa nao. Tafsiri yake pengine ndio inajenga hisia za kwamba wanaingia kwenye kurubuniwa na baadhi ya timu ambazo zina misuli kwenye masuala ya fedha. Ndio maana changamoto zinakuwa nyingi. Tumekuwa tukilalamika mara kadha, vilabu vya Simba na Yanga vinapendelewa sana na waamuzi, lakini ukifuatilia ndani, ukitazama hata mechi hizi nyingine za kawaida, timu nyingi sana zinaumizwa, si Simba na Yanga peke yake. Mimi nimekuwa naweka wazi kabisa kwamba mfano nikiitolea timu yangu mimi ya Fountain Gate, ni moja ya timu ambayo imeonewa huenda kuliko timu zote kwenye timu 16 zinazoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Na sielewi kwa nini mamlaka husika hawanyanyuki kusema, ama hawaoni, na kama hawaoni wanataka waoneshwe kitu gani ili waweze kuona. Fikiria kwa mfano tu mechi ya Fountain Gate dhidi ya Pamba, zote za home and away zile. Ikiwa pale Manyara, kuna namna ambayo ilionesha Pamba walitumia nguvu za ziada kwenda kuchukua alama 3 kwa Fountain Gate. Hadi mazingira alikuwa ni wachezaji ambao tunafahamu wana quality ya hali ya juu, wakawa wanacheza kwenye quality ya chini sana, hawakuwa na quality kwenye ile mechi. Fountain FC ikiwepo goalkeeper ambaye alikuwepo wakati huo, akiwepo na kiungo aliyekuwepo wakati huo, na kinaonesha kabisa kama ilikuwa ni mpango. Baada wale wachezaji kutazamika wamefanya vile, waliondolewa Fountain Gate. Walivyoondolewa, mmoja wa wachezaji alisajiliwa kwenda Pamba Jiji. Manake kama alilipiwa fadhila, sisi tumekusababishia wewe uondolewe kwenye timu yako, basi tuna nafasi ya kukutetea mkate wako, maisha endelee, wanaokutegemea nyuma waendelee kuishi maisha mazuri, tunakuchukua uje kutusaidia. Hicho ndicho ambacho kimeendelea. Lakini tazama mechi ya Mwanza, Pamba akiwa nyumbani, zimepulizwa dawa za
za sumu kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Wachezaji wa Fountain Gate walishindwa kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, wakavalia kwenye corridor. Na video zinaonesha kabisa Fountain Gate wanabadilishia nguo kwenye corridor. Na hata wale ambao waliwaambiwa nyinyi mnahisi tunafanya makusudi kuvalia hapa, ingeni kwenye vyumba mkanuse kama mtatoboa hata dakika 2, hawakutoboa wakatoka. Lakini hadi leo hamna lolote lilotokea. Fountain kala 3, yani matokeo ya ajabu yanatokea kwenye mpira wetu. Angalia mechi ya Fountain dhidi ya timu, anaweza ngaziorodhesha timu nyingi sana ambazo zimeionea Fountain, lakini wahusika hawajachunguza. Sasa ni wakati unazungumza hiyo swala la timu kuto kuingia vyumbani ni swala ambalo huwa kwa maana bodi ya ligi, kamati ya uendeshaji wa ligi huwa inasimamia kutoa adhabu. Fountain Gate walipewa adhabu au Pamba Jiji walipewa adhabu au iliishaje hiyo? Hawajapewa adhabu. Na hakuna chochote ambacho kimezungumzwa. Hakuna chochote kilichozungumzwa, licha ya kwamba vyumba vinaonesha ni kweli kulikuwa na hizo hali. Lakini hakuna ambacho kimezungumzwa. Mechi ya Kagera Sugar Kaitaba dhidi ya Fountain. Fountain anakula 3. Umeona namna ambavyo fitna zilivyokuepo. Kwa kuna vitu vingi Fountain anafanyiwa, isipokuwa anakosa watu muhimu wa kuweza kupambana. Sasa tukasema hili bwana, sisi mashabiki tusiwategemee viongozi. Hii timu ni ya mashabiki, sio viongozi tu wa Fountain. Kwa hiyo sisi mashabiki tunyanyuke kivyetu, tuweze kupambania timu yetu iweze kubaki kwenye ligi kuu, kwa sababu ina mechi nyingi ngumu zilizosalia 3. Sasa huo ni mfano tu wa Fountain, lakini ukirudi kwenye hali nzima ya ligi, kuna viashiria vingi sana vya rushwa inatumika. Mfano mechi ya juzi ya Young Africans ambayo alikuwa mgeni pale Manyara. Golikipa kafungisha magoli 2 ya mchongo. Sio? Golikipa siku moja kabla ya mechi alitoroka kambini. Viongozi wa Fountain walivyoadilifu akasema huyu katoroka. CV yake tunaijua toka akiwa anacheza Enyimba kule Nigeria. Akija Tabora hapa Tanzania kabla sisi kumchukua. Na alikuja kwetu, sio kwamba tulivutiwa kwenda kumsajili. Ila alikuja kuomba kusajiliwa kutoka. Wakamchukua, lakini alikuwa na mapungufu hadi mchezaji anaachiliwa Tabora kuondoka. Maana yake kulikuwa na shida ambayo waliwafanya Tabora msimu ule, wakaishia kupambania playoff ili wabakie kwenye ligi. Sasa baada ya kutoroka kambini siku moja kabla, viongozi wakasema sawa, taarifa zake tunazo, ila wacha tuone mtego huu atanasuka. Tuone kweli. Kenda kutuonesha mazingaombwe kwenye mechi. Sasa wachezaji, ujue wachezaji mnakaa kambini, wachezaji wanalala sometimes chumba kimoja, wachezaji 2 au hadi 3. Manake kuna kusimuliana, kuna siri za mchezaji mnajuana. Sasa duniani kote kuna kanuni moja tu. Mchezaji mmoja anapokuwa kacheza vibaya mchezoni, kwa bahati mbaya, ni wachezaji wengine kwenda kumlinda, kumprotect ili asiharibikiwe kwenye, yani kama ni sehemu ya mchezo. Sehemu ya mchezo, kwa sababu kesho unaweza karibu wewe, sio? Lakini sasa katika hali ya kushangaza, ile mechi imeenda half time, wachezaji wa Fountain Gate wakasahau ile imani yao ya kwamba wachezaji tunalazimika kulindana sisi kwa sisi. Wakasema huu ulinzi wa kumlinda huyu bwana sasa unatosha, tunaenda kumnyuka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Wameingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji wa Fountain, wakataka kumpiga yule bwana. Makofi Lugano nakwambia. Wataka kumpiga, viongozi ndio wakasema hii itakuwa kesi kubwa kwetu. Tumtoe Nobo. Sawa, akazingua. Pengine sisi wao viongozi wamekereka zaidi ya wachezaji. Wamtoe sasa, wakalazimika wampeleke hotelini kuhifadhiwa huko. Sio kwamba yeye mwenyewe alitoroka. Hakutoroka. Viongozi walimtorosha. Ya mechi. Ile siku ya mechi. Viongozi wa Fountain Gate walimtorosha. Viongozi waliamua kutumia busara kumtoa ili asiingie kwenye mapigano na wenzake. Kwa hiyo akaenda kumweka hotelini, kumhifadhi, hoteli ambayo hakuna mchezaji hata mmoja anayefahamu, ili wasije kumfuata. Baada hapa akaambiwa taratibu nyingine zitaendelea kuhusu maisha yako na hii timu itakuwa vipi. Sasa taarifa kutoka Manyara, chombo chenye imani ya kusimamia na kupinga rushwa michezoni, TAKUKURU, kwa upande wa Manyara, kikiongozwa na Sambadi Bahati, kimeanza kufanya uchunguzi kwa mchezaji kujua kama kweli alihusika kwenye kurubuniwa kwa matumizi ya fedha ili aweze kuruhusu magoli yale 2 ya mwanzo ambayo kocha mkuu wa Fountain Robert Matano anaamini ndio sababu ya Fountain kufungwa goli 4, kwa sababu wameshafungwa goli 2 za mchongo. Obvious wachezaji washa panic, wametaka kumpiga mchezaji mwenzao kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Unategemea wakirudi kipindi cha pili watakuwa imara, watakuwa na utimamu, na walitoka kwenye mchezo, wakatoka mchezoni, ndio maana 2 nyingine zikapigwa. Kwa hiyo Robert Matano amethibitisha kama kocha yule golikipa alichokifanya ni magoli ya kupeana. TAKUKURU waondoke na hili neno, magoli ya kupeana. Robert Matano amezungumza, maana yake lile magoli ya kupeana ni amewapatia
Young Africans. Kwa hiyo unasema kwamba TAKUKURU Manyara wameingilia ili swala kwa ajili ya kwenda kuchunguza? Yes, TAKUKURU Manyara wameanza kulifuatilia, wanachunguza, na uzuri ni kwamba limeshafika kwenye stage ya mtu binafsi, kwamba sasa wanadili na Robert, wanadili na bwana Nobo, John Nobo, na si tena timu, kwa sababu timu hawahusiki. Wameshatoa taarifa zao, wametoa kila ambacho wanaweza kukielezea, wakamwambia basi kazi kwenu wao kupata ushahidi kutoka Fountain tayari. Sasa wameanza kudili na mchezaji mwenyewe waweze kujua utaratibu wake ukoje, kwa sababu mchezaji amesharipotiwa hadi kwenye kamati ya maadili. Maana yake kamati ya maadili ina kazi ya kamati ya maadili ya klabu. Kamati ya maadili ya klabu, lakini wao wana uwezo wa kumpeleka popote ambako anaweza, lakini sio tena management ambayo inadili na timu. Kwa management imebaki kupambana na timu, ibakie ligi kuu ama isicheze playoff, na naamini obviously haiwezi kushuka, lakini TAKUKURU pale Manyara wanaendelea kumchunguza bwana Nobo. Sasa basi, kanuni iliyofanywa marekebisho kifungu cha 15 ambacho TAKUKURU anakitumia kilipitishwa na bunge la Tanzania, kinasema vitendo vyovyote vinavyoashiria upangaji wa matokeo uwanjani kwa maana ya kutoa rushwa ama kupokea rushwa, kucheza kamari kwa maana ya kubeti mchezaji au kiongozi, ni kufungiwa maisha. Lakini vile vile kuna namna waliotoa ile rushwa pia kuna namna wanatakiwa watazamwe. Sasa kile kifungu ndo akijaelezea, na mimi nasubiri kuendelea kukifuatilia kukisoma kinasemaje. Je, akibainika mtu katoa rushwa, anafungiwa mtu yule aliyetoa rushwa au timu nzima ihusike? Kwa sababu kumbuka timu Tabora United ilifanya fitna hizo wakiwa wanapanda championship kuja ligi kuu, wakipambana na Fountain Gate kipindi hicho, Fountain Gate pamoja na Pamba wakiwa chini kule championship, sio? Sintofahamu ilifanyika, ikaonekana kweli kuna upongaji wa matokeo, kuna rushwa imetoka. Bwana Kitumbo ambaye ni mwenyekiti wa soka pale Tabora na kiongozi wa Tabora United akafungiwa maisha. Sasa hivi kafunguliwa tena. Sasa umeona madhara kama hayo. Mchezaji, mtu amefahamika kabisa anatoa rushwa, unamfungia miaka sijui maisha, baada unampunguzia kifungo miaka 5, baada ya miaka 5 tena unamfutia adhabu sijui imeisha, anarudi michezoni, hatofanya yale, manake atafanya kilichopo kipo tu atakifanya. Nafikiri ifikie hatua asihukumiwe mtu mmoja aliyetoa rushwa, ihukumiwe na timu iliyofaidika na kutoa rushwa. Kwa maana yake kama kiongozi wa timu fulani katoa rushwa, na timu yake pia iadhibiwe, kupokonywa alama ama kufutwa, kushushwa daraja. Kwa hiki ambacho kinaendelea ni hatua nzuri mimi binafsi kuona kwamba kama TAKUKURU wameingia kwenda kuangalia ukweli wa jambo, kwa sababu moja kubwa, sio utaitazama vipi. Inawezekana analaumiwa John Nobo ni kwa sababu tu alifanya makosa, si ndio? Lakini makosa kwenye mchezo yapo, au unasemaje? Mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Kila mmoja ameumbiwa kukosea na atakosea. Kukosa kila mmoja anakosa. Magoli ya ajabu ya kushangaza alishawahi kufungwa hata Andre Onana ambaye ni golikipa namba 1 barani Afrika akiwa Manchester United. Anafungwa, tunayaona kila siku, sio? Lakini ni magoli ambayo ukitazama kwa macho ya nyama unaona kabisa kuna kitu fulani kilitokea, ikatokea hivi. Sio ile ya John Nobo, golikipa ukiwa kwenye basic za kufundishwa, hata ukiwa kwenye academy kuna namna ya kudaka mipira ya chini na kuja na dunda. Hauwezi kuwa una assist kwa mikono yako unampelekea. Achana na kuassist, kuassist inaweza kukugonga hata kifuani uko umeassist. Nazungumzia namna ya kudaka mpira. Kipa unadaka mpira wa chini unaokuja, mikono unaweka hivi. Hiyo unafundishwa na kocha yoyote wa magolikipa. Sasa hadi unafikia hatua ya kucheza ligi kuu, golikipa unadaka hivi. Maana yake unauputa mpira. Yaani alitufanyia maigizo kana kwamba hatujui namna ambavyo magolikipa wanafundishwa kudaka. Golikipa kwenye mpira wa chini unaokuja, unawahi unaudaka kwa kuuzuia usidunde zaidi yako. Sasa ukiweka hivi maana yake unaupa lifti, either ukuruke ama urudi bounce uende kwenye eneo la karibu hapa ambako lilienda, akatokea Mzize akafunga. Na Mzize kabisa kwa level ambayo alikuwepo, Mzize yuko hapa, Nobo yuko hapa, eti Mzize kapiga kushoto, Nobo kalala kulia, hapa mpira uko hapa. Kuna mambo yanaendelea rafiki yangu, lazima vitu viendelee kufuatiliwa. Hatulazimishi kama Yanga wametoa fedha kwa Fountain, kwa Nobo, lakini tunataka hizi kelele zinazopigwa kwamba eti Young Africans ushindi wake mwingi ni wa bahasha, hii itoke. Yani sisi kama waandishi wa habari tunaumia kuona club namba 1 Tanzania, club inahusishwa na rushwa, upangaji wa matokeo.
ambayo ni klabu inatupeperushia bendera yetu ya Tanzania kimichuano kimataifa. Sasa watu wa nje, ipo siku Yanga itaenda kucheza nje kimataifa, watu watakuwa wanarudi wanaimbiwa sana wimbo wa kushinda ushindi wa bahasha. Manake inaweza ikawaletea shida hata kwenye michuano ya kimataifa. Sasa kupitia kwa rais wa Young Africans Wallace, rais wa Young Africa Engineer Hersi, ajaribu kulitazama hili. Kofia aliyoivaa ndani ya Young Africans, kofia aliyoivaa ndani ya shirikisho la mpira